Jambo na karibu. Jopo la majaji watatu wa mahakama kuu ya Tanzania, masijala ndogo ya Dar es Salaam, likiongozwa na Jaji Dastan Ndunguru, leo Ijumaa Agosti tarehe 21 mwaka 2026, imetoa uamuzi katika kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Lissu. Mahakama imemkuta Lissu ana kesi ya kujibu baada ya kupitia ushahidi na hoja zilizowasilishwa na upande wa mashtaka katika hatua ya awali ya shauri hilo. Uamuzi huo unafungua hatua ya utetezi ambapo Lissu sasa anatakiwa kuwasilisha ushahidi wake na mashahidi wa upande wa utetezi. Baada ya mahakama kumweleza haki zake, Lissu ameieleza mahakama kuwa atajitetea mwenyewe na ataanza kwa kutoa ushahidi akiwa shahidi wa kwanza wa upande wa utetezi. Aidha, Lissu amewasilisha orodha ya mashahidi anaotaka waitwe mahakamani na ameomba mahakama iwapelekee hati za wito ambayo inafanyika kwa lugha ya kimombo kama summons ili kufika kutoa ushahidi. Mashahidi hao ni pamoja na viongozi waandamizi wa serikali, vyombo vya ulinzi na usalama pamoja na viongozi wa Chadema. Miongoni mwa majina yaliyotajwa ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ambaye pia ni mwenyekiti wa Baraza la Usalama la Taifa. Wengine ni aliyekuwa makamu wa rais Philip Isidori Mpango, aliyekuwa waziri mkuu Kassim Majaliwa, mkuu wa jeshi la polisi Tanzania IGP Camillus Wambura, mkuu wa majeshi ya ulinzi CDF Jenerali John Mkunda, pamoja na mkurugenzi mkuu wa idara ya usalama wa taifa. Lissu pia ameomba mahakama iwapelekee wito mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai DCI CP Ramadhani Kingai pamoja na viongozi wa Chadema akiwemo katibu mkuu John Mnyika, naibu katibu mkuu bara Amani Golugwa, makamu mwenyekiti bara John Heche na mkurugenzi wa habari, mawasiliano na uenezi Brenda Rupia. Hatua inayofuata katika shauri hilo ni upande wa utetezi kuanza kuwasilisha ushahidi wake, huku Lissu akitarajiwa kuwa shahidi wa kwanza kabla ya mashahidi wengine aliowaomba kuitwa mahakamani. Naye tu kwa sasa, ila tu tunaomba ya kwamba Tundu Lissu afunguliwe, kwa sababu Tundu Lissu ni miongoni mwa watu ambao wanapitia magumu, na yule wa Tanzania ambaye anaitwa Kizza Besigye ni watu ambao wanapitia hali ngumu sana kwa sababu ya mambo ambayo wanayafanya kutetea maslahi ya Wakenya, lakini kisha baadaye wanajipata katika hali mbaya. Ndio maana wanakuwa wamefungwa gerezani kwa sababu ya kupigania haki za wananchi. Kwa hivyo Tundu Lissu anang'ang'ana kuhakikisha kwamba anaachiliwa huru. Wacha tuamini ya kwamba yote yatakuwa mazuri na atoke ndani ili aweze kufanya mambo muhimu. Nakutakia kila la heri.